Roho Mtakatifu akaanza kuniambia inabidi ujifunze. Inabidi ujifunze. Na akawa ananiambia uliza kwa baba yako wa kiroho. Ndipo nilipofanya maamuzi ya kumpigia simu baba yangu wa kiroho, Pastor Sam Gripa. Nikamuuliza, hapa kuna shida gani? Mbona nimekuwa nikifanya hivi lakini inakuwa natokea hivi? Somo la kwanza sasa jifunze hapa, sawa? Usikilize mpaka mwisho ili uweze kupata kitu kizuri zaidi. Somo la kwanza hili hapa ambalo baba alinipatia. Baada ya kuwa nimemuelekeza, akaniambia kwamba siku zote unapokwenda kufanya huduma, hutakiwi kuwa na haraka, hutakiwi kuwa na papara. Inatakiwa uchukue taarifa kamili kutoka kwa watu ambao watu wa karibu wa huyo mtu. Kama huyo mtu hawezi kujieleza vizuri, unaweza kauliza jina lake ni nani, shida yake imeanza lini, ana umri gani, kwa nini. Unauliza maswali kama daktari namna ambavyo anamuuliza mgonjwa anapokuwa amefika pale kabla ya kumpima. Unauliza maswali. Baada ya hapo sasa ndipo unamuomba Roho Mtakatifu akuongoze ili uweze kufanya kwa msaada wa Roho na uongozi wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo aliponipa hilo somo, nikaa nimepata kitu tayari hapo. Nikaa nimepata kitu kwamba kumbe haitakiwi kuwa na haraka, haitakiwi kuwa na papara. Inatakiwa kuwa na utulivu wa ndani. Kwa sababu mpaka mtumishi wa Mungu amefika, maana huyo mtu hawezi kufa. Atapona tu. As long as Mungu ameweka mamlaka ndani ya huyo mtu, lazima atakuwa vizuri. Akanambia kuna watu ambao hawako tayari kufunguliwa. Mtu ambaye hayuko tayari kufunguliwa, hata aombewe na nani, hawezi kufunguliwa. Kwa sababu gani? Pepo litatoka. Kwa sababu tumepewa mamlaka. Ukikomandi pepo linatoka. Lakini Biblia inasema kwamba pepo limtokapo mtu hutafuta sehemu yenye maji lipumzike, lakini huwa linarudi kuchungulia. Kama yule mtu ndani yake hajatengeneza mazingira ya Yesu kukaa, pepo huwa linarudi na wenzake. Unaona? Kwa kama ananiambia shida iko hapo. Mtu hata kama umemuombea, pepo litatoka ndio. Lakini kama yeye hajatengeneza mazingira ya kukubali kufunguliwa, mapepo yatarudi tena. Kwa hiyo kumbe kuna watu huwa wanafurahia kuteswa na mapepo. Kuna watu ambao watu wao karibu wanapenda hao watu wateswa na mapepo. Kuna watu ambao wao wenyewe wanapenda, wanafurahia kuwa na ushirika na uchawi. Ndio maana kuna watu hawataki kuacha uchawi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanafurahia kuwa na ushirika na mapepo. Kwa hiyo mtu wa namna hiyo utajikuta unapoteza tu, kwa sababu wewe unavyoenda kumuombea pepo litatoka, lakini linapotoka litarudi tena. Kwa utajikuta kwamba wewe ndio unayeumia, na usipokaa vizuri, manake hayo mapepo inaweza kushambulia. Na sio kwamba anaweza kushambulia, mapepo yatakushambulia, lakini ukiwa